Sasa ambaye amewekwa kwenye bustani aliyepulizwa ni mashariki ya Eden, aliyepulizwa pumzi na ilikuwa ni mavumbi tu. Sawa. Mstari wa 17 sasa Mwanzo 2 akasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utapokula matunda hayo utakufa hakika. Mungu alimwambia huyu Adamu kwamba siku kila hayo matunda utakufa hakika. Huyu unazungumzia ni wangapi? Huyo ni mtu wa tatu sasa. Na huyu sasa tuweke tofauti, wale hawakuumbwa kwa vumbi wala kwa udongo, haikuelezwa ile kwa mfano wake. Kwa mfano wake. Hatujui Mungu kaumbwa na nini. Huyu wa tatu ndio udongo. Ni mavumbi. Sasa. Huyu mbele ya huyu mtu hajatajwa jina. Hadi sasa hivi huyo mtu wa mavumbi. Umeona? Ila mstari wa 18 anasema Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Umeona? Mstari wa 19 Bwana Mungu akafanya kutoka katika ardhi kila mnyama wa msitu wa kila ndege wa angani, akamleta Adamu ili aone awahitaji. Kumbe huyu mtu anaitwa Adamu. Unaona? Huyu mtu anaitwa Adamu. Adamu, mstari wa 20 sasa, Adamu akamwita kwa majina kila mnyama wa kufugwa na kila nini. Sasa Adamu yeye kazi yake ilikuwa ndio hivyo, kuita wanyama na kuwapa majina. Nadhani hapo hajaanza kulima. Hapo anaanza kuwapa majina. Wakati huo akiamini kwamba katika yale matunda akila lile tunda alilokatazwa atakufa hakika, ndivyo Mungu alivyomwambia. Umeona? Sasa Mwanzo 3 mstari wa kwanza unaelezea historia ya nyoka sasa. Umeona? Basi nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Hapa hajaelezewa kwamba nyoka ni nani. Ila nyoka ni mnyama ambaye alikuwa mwerevu. Means hana historia na mbinguni, sio aliasi nini. Watu wengi wanasema nyoka yule ya Eden ni shetani. Hapa haikuelezea. Haikuelezea kwamba ni mnyama mwerevu. Asante. Huyu nyoka akamfuata mwanamke ambaye ndio ale msaidizi wa Adamu. Mwanzo 3 kwanza mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu unaelezea jinsi nyoka anavyoongea na mwanamke kuhusu yale matunda. Ndio. Akielezewa jinsi Mungu alivyotoa amri kwamba ukila hakika utafanyaje? Utakufa. Lakini katika Mwanzo 3 mstari wa 4 wanasema hivi, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa kwenye bustani kuna watu 4. Wale wawili wa kwanza ambao kuelezewa. Kwenye bustani kuna watu wa